Inzalul mani biikhtiyari. Anasema mtunzi nukta ya pili kabla ya mwisho, kuteremsha manii biikhtiyarihi, kwa khiari yake mtu, hajalazimishwa, hajaota mabarobaro mbechula. Inzalul mani biikhtiyarihi, kuteremsha manii kwa khiari yake mtu, bitakbilin, kwa sababu ya kubusu, kambusu mkewe, kwenye kule kubusu kule akateremsha manii, au lamsin, au kwa sababu ya kugusa, kamgusa mkewe akateremsha manii, au istimna'in, au kwa sababu ya kujichua kama wanaume, au istimna'in, kwa sababu ya kujichua wanaume wengi wasiokuwa na adabu. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Manii yakatoka, ima moja kwa njia halali, kwa njia ya haramu, ima moja kwa kubusu, kwa kugusa, kujichua, vyovyote vile, lakini kinachokusudiwa kutoka manii kwa khiari yake mtu, kwa njia yoyote. Ndio kusema, lakini mimi nilikuwa si mke wangu ule, njia yoyote, hata hiyo njia haramu, kinachozingatiwa ni kutoka manii mchana wa Ramadhani. Hili linaharibu funga ya mtu, kwa hadithi ya Mtume aliposema, yada'u ta'amahu, mwenye kufunga huacha chakula chake, wa sharabahu, na kinywaji chake, wa shahawatahu, na matamanio yake ya nafsi pia anayawacha, min ajili, kwa ajili yangu mimi. Allah anasema hivyo. Kwa huyo anayefanya kujitoa manii au kuteremsha manii, anakuwa hajawacha matamanio yake ya nafsi, kama Sheikh anavyosema, wa amma al-inzalu bilihtilami au at-tafkiri al-mujarradi fala yuftiru bihi. Kaika nukta faida hapo, anasema ama kuteremsha manii kwa sababu ya kuota, kipengele cha mabarobaro hichi wao wanakifahamu zaidi hichi kushinda waliooa. Ama kuteremsha manii kwa sababu ya kuota, au tafkiri almujarradi, au kwa kufikiria kuliko takata, kufikiria kuliko takasika, yani kwa mujarrad wa kufikiria tu, sio kwa maana alimgusa mtu akampigia busu mtu. Ni kitendo kilichotakata cha kufikiria tu, kakaa kafikiria watu wanavooa, kafikiria ndoa ya rafiki yake ilivyokuwa na nini, sasa hivi ana watoto. Kwa ile nafasi ya rafiki yake kwenye ndoa akajiweka yeye pale, akajiona kama ni yeye sasa anaoa, kafikiria mpaka yuko ndani na mkewe wafanya hivi, mara manii amemtoka kwa fikra tu. Wapo hao kwenye hali ngumu fala yuftiru bih, fala yuftiru bih, hafungui kwa sababu ya hili. Aliota akatokwa na manii, aliyefikiria akatokwa na manii, yeye hajafungua. Ama yule ambaye amebusu, amegusa, amejichua na wengineo, wote hawa funga yao imeharibika na wanapata dhambi kwa kufanya jambo la haramu. Tumeelewana? Hapa kuna maneno hapa kwa wanawachuoni, hasa kwenye hichi kipengele cha mwisho, au listimnai, au kuteremsha manii. Kuna baadhi ya wanachuoni na hapana, dhambi lakini haiharibu funga. Wapo hao kama vile al-Imamu Sanaani mwenye ile Subulus Salam, sharh ya Bulughul Maram, al-Yamani Abdul Razzaq As-Sanaani, pia al-Imam Ibn Hazmi al-Andalusi mwenye kitabu al-Muhalla maarufu, na katika zama hizi al-Imam al-Albani rahimahullahu, Abu Abdurrahman Nasiruddin na wengineo. Lakini hawa wanaona kitendo cha mtu kujitoa manii hakifunguzi, atapata dhambi lakini funga yake haijaharibika. Jokona sasa mambo ya ajabu, si ajabu, mambo ya ilmu. Hapa ni uwanja wa elimu sasa, na wao hawajakaa kwamba wamesema, wana dalili zao. Wasema hakuna dalili iliyokuja kuonyesha haya.
Kwa haya mengine ni mambo mukhtalafun fihi, lakini kauli yenye nguvu, funga imeharibika na dhambi mtu atapata. Ukijitoa manii funga yako imeshaharibika. Unaelewana? Sio kupata njia hapo barabara. Haifai. Mfunge sana Ramadhani na nje ya Ramadhani, kisha mfanye harakati za kuoa vile vile. Haya, tuondoke hapo. Lakini nauliza swali, je, mtu aliyefanya haya akatokwa na manii, ni juu yake kafara? Kajichua au kambusu mkewe busu kubwa, wenyewe wana jina lao wanaliita. Haya, katokwa na manii, je, kafara ipo juu yake? Aljawabu la, hakuna kafara. Kafara iko kwenye jimaa peke yake, tendo la ndoa, sio haya mengine. Huko hakuna kafara, huko kuna dhambi na kuja kuilipa funga na at-tauba. Sawa? Funga imefisidika, dhambi atapata, atatakiwa atubu na siku aje ailipe. Lakini kwa haya hakuna kafara. Kafara itathibiti kwenye jimaa. Kwa kule kuna mambo matano, hapa kuna mambo manne ukitoa kafara. Naondoka nukta ya mwisho, khuruju damil haidh wan nifas, kutoka damu ya hedhi na nifasi. Katika vitu vinavyobatilisha funga ni kutoka damu ya hedhi na damu ya nifasi. Mwanamke akiwa kwenye funga kisha mchana wa Ramadhani akapatwa na hedhi au akapatwa na nifasi, funga yake imeharibika. Asije akasema kwa kweli imetoka mwisho jioni karibu na adhana, basi hii imo, hii haimo, unatakiwa ujailipe, hiyo haimo. Sawa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'a, kwa kauli yake mtume kuhusu yule mwanamke. Mtume alipomwambia alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, alaysa idha hadat, kwani haikuwa anapopata hedhi mwanamke lam tusalli wa lam tasum, haswali wala hafungi? Maana yake ndiyo, akipata hedhi mwanamke haswali wala hafungi. Kwa akipata hedhi mwanamke katikati ya funga yake, funga hiyo imeharibika, wala hapati dhambi kwa sababu si makosa yake, ni maumbile yake. Lakini funga hiyo haipo, atakuja kuilipa siku za mbele. Vile vile mwanamke akijifungua mwezi wa Ramadhani haliyekuwa kwenye saumu akapata nifasi, funga hiyo imeharibika, atakuja kuilipa siku za mbele, wala hapati dhambi kwa sababu ni jambo lo nje ya khiari yake. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Kisha anasema mtunzi mwisho, yuftiru as-saimu bihadhihi al-muftirati au al-mufattirati idha tanawalaha aliman, atafungua mwenye kufunga kwa kupitia vifunguzi hivi pale atakapovitenda. Alima idha tanawalaha ay idha fa'alaha, atakapovitenda vifunguzi hivi. Aliman, hali ya kuwa ni mwenye kujua masharti, ili ambaye funga yako wewe imeharibika kwa haya tuliyoyataja. Sharti la mwanzo awe ameyafanya haya aliman, hali ya kuwa ni mwenye kujua, anajua hasa nikifanya hivi funga inabatilika na nikosa. Alim, ana elimu ya hilo. Dhakiran, mwenye kukumbuka, sio kwamba kasahau, anajua hukumu yake na amekumbuka hasa anafanya kwa akili yake, hajasahau. Mukhtaran, mwenye kukhitari, mwenye khiari, hajatezwa nguvu kwamba kula au tunakuwa amekiwa risasi. Amechagua mwenyewe, ana khiari yake, ameingia kwenye vifunguzi hali ya kuwa ni aliman, dhakiran, mukhtaran. La jahilan, anasema si mjinga, au nasiyan, au ni mwenye kusahau, au mukrahan, au mwenye kuteza nguvu. Si hivi, si mjinga, hajasahau, hajatezwa nguvu, ni mjuzi, amekumbuka, ana khiari yake. Akiingia kwenye kitenguzi cha funga yake imebatilika akiwa na sifa hizi, kwa maana masharti matatu na vizuizi vitatu. Akiwa ni mtu ni mjinga, hajui kwamba watu wakifunga hawali, hajui, ni Muislamu mpya, kaslimu jana juzi, ajua watu wanafunga, lakini mtu akizidi wala ndio anapojua
Kwa fika mchana saa 7 jua kali, kaingia ndani, kala chapati zake, kashiba. Anatoka amalizia kipande cha chapati, mwambie wewe shehe vipi? Shehe vipi? Si mtu akizidiwa anakula bana. Haifai, hiyo ni haramu. Mimi sijui. Anaambiwa ajizuie kuanzia wakati huo, asiendelee kula na funga yake ni sahihi, haibatiliki, aendelee kufunga. Sababu alikuwa si alimu, hajui, ni mpya. Au dhakiran, au mwenye kukumbuka kinyume chake nasian, mtu kala au kanywa hali ya kusahau. Na Mtume anasema man nasiya wa huwa swa'im fa akala au shariba falyutimma sawmahu, atakayekula au akanywa hali ya kuwa amesahau, hajakusudia, sahau imempitikia, akala au akanywa, basi aitimize funga yake, kwa sababu Allah ndiye alimlisha na kumnywesha. Funga yake ndiyo, sio ajisahaulishe. Kuna watoto wanajisahaulisha, aingia chooni anywa maji, wengine shule huko anywa maji, nyumbani hajulikani, akirudi anacheza kweli kweli. Huyu mwanangu leo mashallah funga haijamkamata kabisa. Kumbe zamani ameshakunywa maji, ameshanunua juisi za matunda huko za kutengeneza, yuko mbali kabisa, hana wasiwasi, anasubiria makalimati tu jioni. Sasa kuna watoto wana mchezo huo. Ikiwa mtu kasahau kweli, basi funga yake ipo, wala hatolipa. Au mukrahan, au mwenye kutezwa nguvu, afungue, akafungua, basi baada ya kufungua kwake hapo kisha kaachiwa, sasa ataendelea kufunga, funga yake ipo. Mtume anasema man nasiya wa huwa swa'im, yeyote atakayesahau na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, fa akala au shariba, au akanywa, falyutimma sawmahu, basi aitimize ile funga yake, aendelee kufunga. Fa innama, kwa hakika si vingine, at'amahu Allahu wa saqahu, amemlisha yeye Allah na amemnywesha. Ofa hiyo Allah amekupa, amekulisha, amekunyesha, lakini amekutishia sahau, ili akunyweshe Allah, kupunguzie ule uzito wa funga. Wanawachuona na maneno mengi katika sehemu hizi, lakini nataka kuongezea shurubu dukhan, kuvuta sigara. Je, unafunguza kuvuta sigara? Aljawabu naam, ndiyo. Atakayevuta sigara mchana wa Ramadhani hali ya kuwa amefunga, amefungua, kwa maelezo wanawachuoni na dalili zake, kama vile Ibn Baz, Ibn Uthaymeen na wengineo. Kuvuta sigara kunafunguza, ni haramu. Kwanza kuvuta sigara ni haramu, na ukivuta Ramadhani mchana umefungua. Kwa umekusema mambo mawili, ule uvutaji wenyewe ni haramu, na mchana wa Ramadhani ni uharamu mwingine, na ni juu yake mtu kuja kuilipa hiyo siku, anapata dhambi na atatakiwa kuja kuilipa siku hiyo. Masala mengine alhijama, kuumika, kufanya hijama. Nifahamu hijama? Je, mtu akifanya hijama mchana Ramadhani amefungua? Kuna khilafu kwa wanachuoni, lakini kauli ambayo inaonekana ina nguvu, hajafungua, ambao wamerajisha wanachuoni wengi, na ameelezea Imam an-Nawawi katika al-Minhaju at-Talibin kwamba yule atakayefanya hijama, atakayefanyiwa, hawajafungua. Imekuja hadithi aftara al-hajimu wal-mahjumu alayhi, amefungua yule aliyefanya hijama na anayefanyiwa hijama, wote hawanafunga. Lakini hadithi hii ni mansukh, sababu baada ya hapo alionekana Mtume katika haji anafanya hijama wa huwa swaimu, na hali ya kuwa ni mwenye kufunga, na kipindi cha hija ndio kipindi cha mwisho wa umri wa Mtume. Kwa ile amefungua anayefanya hijama na anayefanywa hijama, imekuja kufutwa na kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni hadithi ya Ibn Abbas. Je, kugonga mshipa, alfasdu wanaita, unachoona fiki, kugonga mshipa. Hapo zamani ilikuwa tiba hiyo ipo. Kuna sehemu unagongwa mshipa wako, ambao wataalamu wenyewe wanajua mshipa unopita hapo na damu nyingi, na yeye anataka kutoe damu mfano, basi anaweza akakuchana hapo kidogo kwa wembe, damu ikaruka ikatoka. Au wengine wanagonga tu kwa kidole, wana utaalamu, akiupiga hivi basi unachanika wenyewe ule mshipa, damu zinamiminika. Walikuwa wakitumia njia hizo. Sasa hivi zinafanyika sana kwa wanyama wale ambao ni Wamasai, kama wamo
au ambao waliishi na Wamasai au wanajua tabia zao, wanapotaka kuwanyonya damu wale wanyama wao au kuwanyonya mafuta siji kitu gani, maana wana mambo mengi wafugaji. Kuna mishipa wanailenga, wanajua tukipiga hapa tutapata mafuta, au tukipiga huu mshipa huu tutapata damu. Hivyo ilikuwa ni kwa watu zamani. Je, hii nayo hukumu yake ni ipi? Hukumu yake kama hijama. Kugonga mshipa hukumu yake kama hijama tulivyosema. Lina ikhtilafu, lakini kauli yenye nguvu insha Allah halifunguzi. Swala jingine at-tabarru' bid-dami, kujitolea damu. Swala la kujitolea damu, je, hukumu yake ikoje? Hukumu yake kama hijama. Kwa mnaona nitakuwa akisema jingine atasema hukumu yake kama hijama. Usije ukakariri ukokono ukafika inakuwaje hukumu yake kama hijama? Inakuwaje mambo ya damu yote warejesha hukumu yake? Haya ndio yafuatana hukumu yake kama ya hijama, kwa maana kuna khilafu. Hawa wanaosema kwamba funge imefisidika kwa hijama, kwa ile hadithi ambayo tumesema mansukh, na kwa kupitia hadithi ile pia wanaingiza alfasdu kugonga mshipa, kwa sababu inalingana kitendo chake na hijama. Wakasema pia ikiwa damu ni nyingi, hata anayejitolea damu ikiwa atajitolea damu nyingi kiasi ya kwamba itampelekea madhara kama maumivu ya kichwa, hali yake ya mwili itadhoofu, funga itampa tabu, basi itakuwa kujitolea damu nyingi huko kumemfunguza yeye. Lakini ikiwa ni damu kidogo tu, haiwezi kumuyumbisha kwenye funga yake, hakuna tabu, anaweza kafunga na damu hiyo ikatoka, hamna shida. Sema kwa hali hii atakuwa hajafungua. Sawa? Kwa ikiwa ni damu nyingi ambayo itampa tabu kufunga yeye, atakuwa tena si mfungaji, ni mtu mwenye kulala, hana ibada, hana lolote, atadhoofu. Utoaji huo umemfunguza yeye, atakuja kulipa siku za mbele. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik.